Hili uchimbaji na uchotaji holela wa mchanga kutoka mitoni husababisha kupanuka kwa mito, uharibifu mkubwa wa kimazingira na kijamii, ikiwa ni pamoja na kumomonyoka kwa kingo za mito, uharibifu wa miundombinu ya serikali kama vile madaraja na mabadiliko ya mkondo wa maji yanaleta mafuriko katika nyanda za chini. Kama Steven Nzioka anavyoeleza, kaunti ya Makueni ilipiga marufuku uchimbaji na usafirishaji wa mchanga wa kibiashara ili kulinda mazingira mwaka wa 2015, na sasa matunda ya uhifadhi huo yanaendelea kuonekana. Maeneo haya chini ya mlima wa Kulu, eneo bunge la Kilome, miaka 10 iliyopita yalikuwa maeneo ya vita kati ya makundi ya kuzuia uchimbaji na uchotaji wa mchanga na wale waliunga mkono biashara hiyo. Lakini kwa sasa mito iliyokuwa imekauka ina maji, kilimo kinaendelea. Hali hii ikithibitisha umuhimu wa kuhifadhi mchanga ili kurejesha uhai wa mito. Kama mboga, kama cabbage, kuna zile soko napelekanga Sultan Namudu, Kaskeu na Mali. Huko ndio nausanga, na saa nyingine Malili Salama. Kwa wengine, kutokana na uhifadhi wa maji chini ya ardhi na kuzuia uharibifu wa mazingira ni faida kwao, kwani wameanza biashara ya kuchota na kuuza maji kutoka mitoni ili kujipatia kipato cha kila siku. Wakati haikuwa tulikuwa tunaenda mbali kutafuta maji kwa kilomita 10 hivi, unapata mtu anachota mitungi 5 kwa siku. Lakini wakati ilijengwa, biashara imekuwa rahisi. Napata kuosha vyombo ni rahisi. Mteja akikuja kunawa mikono ni rahisi. Pia kuoga unapata kwa urahisi. Lakini kitambo ilikuwa unapata kuosha vyombo ni vigumu. Japo uchimbaji wa mchanga umedhibitiwa na kuleta faida nyingi, kwa wengine kama Agnes Mumbua hana makovu ya kupoteza mwanawe. Geoffrey Kasioki aliyekuwa afisa wa polisi kule Todonyar, Turkana, na aliuawa Februari 11 mwaka 2017 akitetea mchanga. Yeye ndiye alikuwa ring leader. Akafuatwa nao watu wakamkatakata wakamuua. Na vile walimuua, sijui watu walishikwa, lakini wakaachiliwa, wakasema ati sijui ilikuwa mob justice. Lakini mimi nilikataa, kwa sababu hao watu wanajulikana, wale ambao walimuua. Agnes, ijapokuwa na uchungu wa kumpoteza kifungua mimba wake, anaelezea furaha yake kuwa wakazi wana maji na chakula. Mimi nilipoteza mtoto yangu, the first born. Vile uchungu nasikia uchungu mwingi, lakini on the other side mimi naona watu wa sehemu hii wamefaidika kwa kupata maji na kupata mazingira bora. It has of course maintained the sand. We can see water. People in water are able to harvest water from here, and therefore we have managed to balance the activity of sand utilization and also to ensure that the environment is maintained, to ensure that the communities are able to enjoy or they are able to use this facility. Kutokana na kuundwa kwa sheria ya usimamizi wa mchanga Makueni, matunda yanaendelea kuonekana, ikiwemo ujenzi wa mabwawa ya mchanga. The Sand Authority has constructed 26 sand dams across 16 wards in Makueni County. We have also done another 1,100 sand dams with other partners, including the Africa Sand Dam and other partners communities that serve to first conserve the sand before utilization activities take place. Steven Nzioka, KTN, Makueni.